Viongozi wengi wamegang up wakisema lazima tupigane na Ruto kwa sababu amepeleka maneno kwa mahasla kwamba hawa mahasla wanaweza pia kupanda ngazi. Mimi nataka niwaambie, wengi wao wanasema ati mimi nawachochea watu maskini wa chini. Mimi nataka niwaambie, niwaulize, si tumejenga reli kilomita 700? Tumetumia bilioni karibu 400. Si tumeunganisha stima karibu milioni 8. Si tumejenga mabarabara zikiwemo za Eastlands karibu kilomita 10,000. Mimi nataka niwaulize, tukimsaidia mama mboga kuna makosa? Mimi nataka niwaulize watu wa Nairobi, na nataka mnisikize kwa makini. Sawa sawa? Kwa sababu watu wengi ile ganging up mnaona ni kwa sababu watu wamepata wasiwasi kwamba wale wadogo wameanza kujua ya kwamba hata na wao maslahi yao ni ya muhimu na lazima iwekwe katika mjadala wa kitaifa ili na wao waweze kupanda ngazi, wapande juu. Mnanielewa? Na ndio niliwaambia hawa viongozi, mimi nataka hawa wafanyabiashara wadogo, kwa sababu tunataka kupanga serikali ya mwaka ujao. Na serikali ya mwaka ujao ni serikali ya mahasla. Serikali ambayo inatambua biashara ya mtu mdogo. Serikali ambayo itatambua yule ambaye hana kazi ni priority kuliko yule ambaye anatafuta mamlaka. Hiyo ndio serikali tunataka kuunda pamoja na nyinyi. Mnakubaliana tutaunda hiyo serikali pamoja? Na tunasema hivi, hiyo serikali ya mwaka ujao ya mahasla ndio serikali ambayo haitakuwa na ukabila. Haitambui ya kwamba huyu ni wa kabila hii ama kabila ile. Sisi wote ni Wakenya wa taifa moja. Na mwaka ujao kupitia kwa chama ya UDA, chama ya mahasla wote, ndio tutaunda hiyo serikali ambayo haina ubaguzi. Mimi ninataka niwaambie, hii safari haitakuwa rahisi, kwa sababu kuna watu wametuzoea vibaya. Wametuzoea kazi yetu ni kuwapigia makofi, kuwaabudu, kuwapigia kura, ili hali mambo ya mwananchi mdogo haimo katika mjadala ambayo inaendelea katika taifa letu la Kenya. Tunasema safari hii hatuwezi kukubali eti siasa inapangwa kwa mambo ya viongozi kupata, itakuwa ni kwa mambo ya mwananchi mdogo. Haki yake itafutwe, ilindwe na haki yake ipatikane. Tumekubaliana? Na ndio niliongea na hawa viongozi. Nikawaambia, mimi nataka wale biashara wadogo wa Nairobi, wala wanauza mahindi pale chini, wale wananyoa pale chini, wale mama mboga pale chini. Na mimi nataka niwaambie hivi, katika hii safari ambayo tunasema tunabadilisha uchumi wa taifa letu la Kenya, tunataka kwanza, kabla hatujabadilisha katiba viongozi wapate, lazima tubadilishe uchumi, mwananchi apate kwanza. Safari hii uchaguzi inakuja hapa mbele, sote tumekubaliana ya kwamba yule ambaye ako na sera ya vile vijana watapata kazi ndio tutamsikiza. Yule ambaye ako na sera ya vile mfanyabiashara mdogo atajengewa soko, apatiwe biashara ya kufanya biashara yake iinuke, ndio tutaongea na yeye. Yule ambaye ako na mpango vile tutahakikisha kwamba wakulima wanazalisha chakula zaidi, ndio tupunguze gharama ya maisha katika taifa letu la Kenya, ndio tutasikizana na yeye. That is the conversation we want to have as a nation. And I want to tell you, ladies and gentlemen, the people of the great city of Nairobi, this city is the city of hustlers. And we are saying
we are going to have a paradigm shift. We are going to get away from the politics of the yesteryears, where leaders and positions and power was the discussion. We are going to have a new conversation in Kenya. And it is going to be about ordinary people, the jobless, and how we are going to create jobs so that they can have hope. It's going to be about the ordinary small business people and the empowerment that we are going to give them so that they can grow their enterprises, grow their businesses. And it's going to be about the ordinary farmers and how we are going to support them to produce more so that they can access markets and we can reduce the cost of living and begin to scale the heights of moving forward and moving up the ladder. All of us are citizens of the Republic of Kenya. Hapa uchaguzi iko hapa mbele, ndio tutazika siasa ya ukabila kabisa katika taifa letu la Kenya. Hii uchaguzi iko hapa mbele, tunataka tupige kura kama watu wa Kenya, na tupige kura sio kwa mtu ambaye ni wa kabila yetu ama rangi yetu ama dini yetu. Tupige kura kwa maslahi. Tunaelewana? Mimi nataka niwaambie Kanairo, siasa sio mapenzi, siasa ni maslahi. Unapiga kura mahali maslahi yako, mahali mtoto wako atapata kazi, mahali kuna mpango ya biashara yako kukuzwa, mahali ambapo kuna mpango ya bei ya vyakula kuteremka chini, pale unapiga kura. Upigi kura kwa kabila wala upigi kura kwa mapenzi. Tunaelewana jameni? Tutatembea pamoja? Tumekubaliana Kanairo?